Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Salum Mohamed, amewataka waendesha vyombo vya moto barabarani kuwa makini katika uendeshaji wao wa vyombo ili kuweza kupunguza ajali barabarani. Ameeleza hayo alipokuwa katika kikao cha kamati ya kitaifa ya usalama barabarani kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi huko Kisauni, mkoa wa Mjini Magharibi. Ndani ya mwezi mmoja kuna ongezeko la 40% za ajali, 40%. Hiyo ni hatari. Ajali hizi zinasababisha vifo vya watu wetu, na nafikiri sasa ndio inaongoza kuliko hata magonjwa yote. Yaani wananchi wetu wanaondoka duniani wanakufa kwa ajali zaidi kuliko kwa magonjwa. Lakini pia ulemavu, idadi ya walemavu inayosababishwa na ajali nayo inaongezeka. Tukitembelea mahospitali tunaona watu wengi sana, sababu yake ajali. Tunalizungumza jambo hili. Kwa nini tumefikia hapa? Changamoto gani zipo? Na changamoto hizo sasa tuzitafutie ufumbuzi wa kudumu. Njia tulizotumia nyuma inawezekana sasa haziko effective tena, hazifanyi kazi labda, kwa sababu kadiri tunavyochukua juhudi, makosa ya barabarani yanazidi kuongezeka, ajali zinazidi kuongezeka, vifo vinazidi kuongezeka, majeruhi kwa maana ya kupata ulemavu wanazidi kuongezeka watu. Tunafanyaje? Katika mtizamo wangu haraka nilikuwa nazungumza na wenzangu asubuhi, nikawaambia moja ya jambo hili linasababishwa na sisi wenyewe binadamu. Human factor, sisi. Miongoni mwetu hasa vijana, kundi kubwa hili la vijana hili. Na sitaki niwaseme, lakini kuna makundi sasa hivi, bora hata nisiyataje majina, lakini watajijua wenyewe. Wana utamaduni wa kila baada ya siku fulani hivi kwenda mahala fulani, na msururu mkubwa sana wa mapikipiki. Wanakwenda kwa mwendo wa hatari, na nyie mnawaona, na wamechukua barabara yote ile. Wakipita hao lazima wewe usimame. Ni jeshi, kwenda spidi kubwa, wamepakiana kike kiume, na wengine wanarudi usiku. Ajali kila wanapofanya matukio na ajali zinatokea. Makundi haya yapo, lakini sasa hivi ziko barabara maarufu, kila jioni ukienda ndio kuna kufanyika show hizo, wanaita joyride. Ukienda kule barabara ya Bumbwini ile tulojenga mpya kwenda Mangapwani bandari, wanaanza mwanzo mpaka mwisho. Wengine huko wamelala kwenye ile pikipiki na spidi 180. Wakifika mwisho wanageuza, wanarudi. Lakini barabara ya Bumbwi Sudi wanafanya hivyo hivyo. Na Kiboje. Alimradi sasa hivi na Cheju naambiwa nchi nzima huu ndio mchezo.
vijana wanatafuta haya mabodaboda, mapikipiki haya kwa ajili ya joyriding. Ndani yake ajali. Na ukiwagombeza manake sijui napata sijui kama kuna tatizo la kichwa, I don't know. Kwa sababu wengine unapowakataza wanasema mimi shida yangu nikipata ajali nivurugike, nisikosheke. Ndio unamgombeza huyo. Sasa haya inakuwa kama ni ukichaa fulani hivi wanaofanya hivyo. Sababu ya kuishi kama wewe hujitaki, sisi tunakutaka, taifa linakutaka. Ndio maana ya sababu ya mambo yote haya watu tumekusanyika hapa, kwa sababu hatutaki yatokee maafa kwa watu wetu. Taifa linamtaka kila mtu aliyekuja duniani hapa. Ni sehemu ya haki ya binadamu kuishi, imeelezwa ndani ya katiba zetu. Kwa upande wake, naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi Badria Tai Masud ameitaka kamati hiyo ya kitaifa kuchukua jukumu la kutoa elimu kwa vijana ili ujumbe ufike sehemu husika. Wengine tulikuwa tunafanya vipindi na wasikilizaji wa redio au TV, pengine wazee sana au watu wazima ambao hata hawaendeshi vile vyombo. Lakini hili kundi la vijana ambao ndio waathirika wakubwa, tunawafikia vipi katika ule utaratibu wetu wa kutoa elimu? Kwa hiyo pia hata ile mode ya kutoa ile elimu tubadilike kidogo. Tuangalie hawa vijana ili tuwafikie, tuwatumilie njia gani? Wanapenda kitu gani ambao tunaweza tukawapata kwa wingi, alafu tukazungumza nao, ule ujumbe wetu ufike, ile message yenyewe tunayokusudia yani iwafikie, iwapate kwa kiurahisi. Lakini pia kwenye hata mamlaka kwamba tunaambiwa wale enforcement officers ni wachache sana. Watu saba ambao yani tukiangalia kwa Zanzibar ilivyo, barabara zetu, miundombinu ilivyoimarika, lakini watumiaji wengi wa hivi vyombo, kweli hawa watu 7 watatosheleza katika kuhakikisha kwamba ile enforcement inafanyika na ambayo tunakusudia kwamba iwe endelevu. Pia lazima tukae tujitathmini katika hili. Akiwasilisha ripoti ya hali ya usalama barabarani, mwenyekiti wa kamati hiyo amesema mifumo ya mamlaka ya usafiri barabarani watachukua jitihada za kuandaa mifumo yote ya usajili wa vyombo vya moto ili kuwa rahisi kutambua aliyefanya kosa barabarani. Jukumu la serikali za mitaa, wilaya, kwa madereva wa pikipiki na bajaji ni kuweka vituo vya kuendeshea biashara ya bodaboda na bajaji. Hii ni kanuni ya 14 kanuni za usafirishaji wa abiria kwa pikipiki na bajaji ya mwaka 2021. Na mamlaka kwa kushirikiana na ofisi za wakuu wa wilaya husika itatenga maeneo ya uendeshaji wa huduma ya biashara pikipiki na bajaji, kuidhinisha viongozi wa maeneo hayo. Kanuni ya 26 kanuni ya usafirishaji wa abiria kwa pikipiki na bajaji ya mwaka 2021. Yakisimamiwa haya ya vituo kuwekwa na mamlaka yetu pamoja na wilaya na husika pamoja na masheha. Tunaanza kuwarejista wale bodaboda au bajaji walikuwa mle. Tunapata kuchukua namba zao. Tuna linki na wao wenyewe na familia zao. Likitokea lolote tunajua kumbe huyu, na kama ana uniform, kumbe namba hii ya mgongoni inakihusu kituo fulani na aliyefanya kosa hili ni mtu fulani. Ufuatiliaji wa tendo lote lililofanywa na bodaboda au bajaji linachukuliwa hatua ipasavyo. Wataanza kuingia. Lazima tuwa document, lazima tuwaekee kumbukumbu ili kutoa picha nzuri ya Zanzibar kitaifa na kimataifa katika masuala ya usalama barabarani. Ni vyema bodi ya mamlaka ya usafiri na usalama barabarani na kamati ya usalama barabarani wakaangalia utaratibu wa ushirikiaji wa gari za kubeba wageni katika kaguzi za malipo mbalimbali yanayofanywa na taasisi zetu za serikali kuliko ilivyo sasa, ambapo gari moja inasimamishwa maeneo mbalimbali. Watendaji wetu hawa wanaokata tozo wanakaa maana mbalimbali. Hii inasababisha wageni kuchelewa, wengine mpaka kuchelewa ndege. Ingawa kusimamishwa upande mmoja kunasababisha wapunguze mwendo, lakini ni vyema tukajipanga na halafu tukawekea utaratibu wa kuwabana katika miendo, kama tukawekewa VPS au lakini tusiwasumbue ikaleta image mbaya ya kuwashughulikia watalii wa wageni katika barabara zetu. Mifumo yetu katika mamlaka ya usafiri na usalama barabarani iweze kuwa na usajili wa vyombo vyote vya moto barabarani
ili iwe rahisi kufuatilia pale vyombo hivyo vinapohusika na uvunjifu wa sheria za usalama barabarani zikiwemo ajali za hit and run. Lakini pia hii itasaidia kama tulivyosema ndani kule kwamba gari hii inadaiwa na mpaka leo hajalipa na muda ule wa sheria umeshapita, tunaambana kwa njia gani? Lakini pia ikiwezekana, na hili linawezekana kwa sababu nchi nyingi wamefanya uunganishaji wa mfumo na mfumo. Dereva wa gari ambaye anadaiwa kaenda kuchukua mafuta na taji mafuta, mfumo unaonyesha pale kwamba bwana, wewe gari yako hii unadaiwa na usalama barabarani, kwa hiyo kwanza kalipe faini ndio ununue mafuta. Lazima atatekeleza yale yanayotakiwa. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Abdullahi bin Abdullah.